Bwana Yesu asifiwe, mpendwa mtazamaji wa MHAE TV. Karibu sana kwenye kipindi chetu cha mkate wa leo. Bado tunaziangalia ahadi za Mungu zilizoandikwa kwa ajili yetu katika Biblia ambazo zimekuwa za baraka sana. Tuko katika Injili ya Yohana Mtakatifu sura ya 3, tunasogea mstari kuanzia wa 16. Kuanzia mstari wa 16, karibu sana. Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Maana Mungu hakumtuma mwana ulimwenguni ili auhukumu ulimwengu, bali ulimwengu uokolewe katika yeye. Amwaminie yeye hahukumiwi, asiyeamini amekwisha kuhukumiwa, kwa sababu hakuliamini jina la mwana pekee wa Mungu. Na hii ndio hukumu ya kuwa nuru imekuja ulimwenguni, na watu wakapenda giza kuliko nuru, kwa maana matendo yao yalikuwa maovu. Maana kila mtu atendaye mabaya huichukia nuru, wala haji kwenye nuru, matendo yake asije yakakemewa. Bali yeye aitendaye kweli huja kwenye nuru, ili matendo yake yaonekane wazi ya kuwa yametendwa katika Mungu. Amen. Mpendwa mtazamaji wangu, nafurahi kwamba uko pamoja nami. Libarikiwe jina lake Mungu aliyekujalia kupata nafasi hii. Ni wakati muhimu wa kusikia kila ambacho Mungu anataka kusema nasi leo. Leo tunakutana na ahadi nyingine pia. Huyu Yohana anaiandika kwa namna ya ajabu. Yesu anasema, kwa maana jinsi hii Mungu alipenda ulimwengu hata akamtoa mwana. Huyu ni mwandishi anaandika, anaitwa Yohana. Anasema ulimwengu ulipendwa na Mungu hata Mungu akamtuma mwanawe kwa sababu ya upendo wake. Kaja ili kila mtu anayemwamini awe na uzima wa milele. Yesu Kristo aliletwa ulimwenguni akiwa amevaa mwili kwa 100%, lakini akiwa na uungu ndani yake kwa 100%. Sasa alikuja ili kutoa nafasi kwa wanadamu kumkubali. Alikuja kama Mungu waziwazi, watu wangemkataa. Alivaa mwili ili ashirikiane na wanadamu waweze kumkubali. Biblia inasema kila mtu amwaminie asipotee. Maana yake ahadi hapa, kila aaminie asipotee. Ukimwamini Yesu Kristo upotee, ndio umeonekana. Lakini kabla hujamwamini Yesu Kristo, wewe umepotea. Yaani kabla hujawa na huyo Yesu, wewe umepotea. Kitendo cha kumpata Yesu Kristo umeonekana. Ndio maana yake. Hii ni ahadi muhimu sana, kwamba ukimwamini Yesu Kristo umeonekana, umepatikana. Kwa hiyo asiyeamini amepotea, amepotea. Jambo la pili anasema, maana Mungu hakumtuma mwana ulimwenguni ili auhukumu ulimwengu, bali ulimwengu uokolewe katika yeye. Amwaminie yeye hahukumiwi, asiyeamini amekwisha kuhukumiwa. Amwaminie Yesu Kristo hahukumiwi. Hiyo ni ahadi, hawezi kuhukumiwa. Lakini kama kumwamini Yesu Kristo, umo hukumuni tayari, umekwisha hukumiwa. Hukumiwa hapa maana yake umehesabiwa wa motoni, umehesabiwa wa jehanamu tayari. Sikutishi, lakini ndio maana yake. Amwaminie Yesu Kristo hahukumiwi. Maana yake hata tupa jehanamu, maana ameshapatikana. Sasa amepoa wake, hawezi kumtupa tena. Lakini asiyemwamini, huyo hajapatikana, kwa hiyo huyo sio wake, kwa hiyo atatupwa tu, atahukumiwa. Amekwisha kuhukumiwa, kwa hiyo anatembea tayari yuko hukumuni, au tayari yuko ameshavaa hukumu tayari. Lakini mtu ambaye atampokea Yesu, atamwamini, anatembea akiwa amepatikana, akiwa nuruni, akiwa kwenye uzima wa milele. Jambo lingine anasema
Na hii ndio hukumu ya kuwa nuru imekuja ulimwenguni na watu wakapenda giza kuliko nuru. Hukumu ni hii, kwamba watu wakapenda giza kuliko kuipenda nuru. Maana yake ukiipenda giza, wewe umehukumiwa, lakini ukiipenda nuru, wewe uko salama. Hapa watu, hukumu ndio hii, watu walipenda giza wakaichukia nuru. Ukiona unaichukia nuru, wewe umekwisha kuhukumiwa. Ukiona unaikubali nuru, wewe uko salama. Lakini jambo lingine anasema maana kila mtu atendaye mabaya huichukia nuru, wala haji kwenye nuru, matendo yake yasije yakakemewa. Yaani ukiwa mtu wa giza, unabaki huko gizani, unajificha tu, mambo yako yote ni ya kificho, kwa sababu ukitokeza tu kwa watu watakukemea kwa namna unavyofanya mambo ya gizani. Mambo ya gizani hayatakiwi kuonekana nuruni, akionekana tu yatakemewa kwa sababu hayafai. Mstari anamalizia anasema, bali yeye aitendaye kweli huja kwenye nuru, ili matendo yake yote yawe wazi, yaonekane na watu. Anayependa kweli yuko wazi, mambo yake yote ameyaanika wazi. Wote ambao wako kwa Yesu, wameshampata Yesu, wameshapatikana na Yesu, mambo yao yako wazi, wala hawababaiki. Wanatembea nuruni wakiwa salama, wakiwa hawana hofu. Mtu wa Mungu, natamani utembee kifua mbele ukiwa na Yesu Kristo. Lakini ukiona hujatembea kifua mbele, jua mambo yako ya gizani. Na ukiwa na mambo ya gizani, basi wewe utaachwa, hujapatikana. Mungu atusaidie mimi na wewe. Bila shaka nimeeleweka ninachosema. Akubariki sana Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen.